Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo gumzo la vijana, tukiwa naye Ramadhan Shisia ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akiwa anatuelezea mengi na mengi zaidi kuhusiana na mada ambayo ni pambe na nzuri, na ni mada ambayo tunazidi kuielezea zaidi kwa sababu ni mada pana sana, nayo ni mada kuhusiana na peer pressure. Na wanakuambia ya kwamba inabidi uangalie tabia zako, ujue uwe na msimamo. Nadhani katika kipindi kilichopita aliweza kuzungumzia na akasema mtu mwenyewe unafaa kuwa na msimamo ndio utakuwa vizuri, lakini ukiwa ni mtu ambaye unafuata watu kulingana na vile mawimbi yanavyoenda, basi utakuwa katika hasara zaidi. Na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena Ramadhan. Naam. Bismillah. Naam. Tuendelee na mada yetu. Naam. Na katika session iliyoisha iliyopita tuliongelea tukajua je, hii peer pressure, hii shinikizo na marafiki ni nini? Tukaweza kuifahamu, tukajua maana yake. Naam. Na inshallah tutaendelea na mada yetu. Tushajua kwamba hii shinikizo ya marafiki ni nini. Ndio. Sasa tunataka kujua, je, hii shinikizo ya marafiki ukiwa nayo ni nini kinaweza kufanya? Ni nini kinaweza kutokea? Naam. Umejiingiza katika kundi, umejiingiza katika marafiki au umeshikana na marafiki ambao wamekupa ushawishi, mvuto, na ikakubadilisha mawazo yako, na ikakubadilisha vile unavyofikiria na pia tabia zako au vitendo vyako. Ndiyo. Sasa yaweza nini inaweza kutokea? Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kukutokea ikiwa utakuwa katika hii mshinikizo ya marafiki, kuna ile jambo kwamba utakuwa unafanya jambo ambalo hauna uhakika nalo. Kwa mfano ni kwamba unamkuta kijana alimaliza shule, labda shule la sekondari. Na alikuwa ni kijana mzuri, wazazi wamemlea katika maadili nzuri, kijana ana nidhamu. Kisha akaitwa katika chuo kikuu au akaenda katika chuo kikuu. Alipofika kule chuo kikuu akakutana na marafiki ambao wakamwathiri, wakamvuta, wakampa shinikizo, ushawishi. Sasa akajikuta anavuta sigara. Kwa mfano anavuta sigara. Lakini kijana kama huyu ukimuuliza, wewe unavuta hii sigara, je, hii sigara ina faida gani? Je, wewe unavuta hii sigara, lengo lako ni nini unavuta hii sigara? Au wewe unafanya haya mambo, nia yako na madhumuni upate nini? Yani haya mambo unayofanya hajui. Na ukiangalia vizuri pale kwa sigara wameandika caution kabisa. Sasa huyu kijana hii peer pressure, hii shinikizo, tumesema jambo la kwanza litakufanya nini? Litakufanya ufanye mambo ambayo yani mambo yani ni mambo unayofanya wewe mwenyewe hauna uhakika nao. Ndio. Wengi vijana ukiwauliza kwa sababu gani wamejiingiza katika madawa ya kulevya au katika ulevi, hawana sababu mwafaka, sababu kuu ya nini, kwa sababu gani wameingia. Kweli, kwa sababu hapo pia anaweza kuunga mkono, sababu mwisho wa siku kama anakuambia, ukimuuliza swali anakuambia kwamba mimi niko na stress, sasa nikivuta hii na nika sawa. Mwisho wa siku kishaisha ile effect yake, si unarudi ile stress inakuwa pale pale. Haibadiliki. Naam. Hiyo ni ya kwanza. Ni ya pili. Hii ushawishi ni nini inaweza kufanyikia? Pili, itakubadilisha tabia zako. Yani hii peer pressure itafanya ubadilishe tabia zako ili uweze kukubalika kwa ile kundi ambao umejiingiza. Ndio. Kwa mfano, wewe umeenda shuleni, umeingia shuleni, umekutana na kundi ambalo wana utovu wa nidhamu, hawana maadili mema. Ni wanywaji pombe, watumiaji miadarati na kila kitu wanavifanya ambavyo si vizuri, haina maadili.
Sasa wewe umejiingiza katika hichi kundi, ndio umewafanya maswaiba wako marafiki zako. Sawa? Mwisho wa siku watakuathiri, utakuwa nini? Watakuathiri, utakuwa kama wao. Lakini unamkuta huyu kijana, ukimuuliza kwa nini wewe unavuta sigara? Tunakujua wewe nyumbani ulikuwa mtu mzuri, ulikuwa nini, ulikuwa kijana mwenye maadili, tabia njema. Lakini mbona umeanza kuvuta sigara? Mbona umeanza kubadilika tabia zako? Tabia zimeanza kubadilika. Sio ule kijana alioingia shuleni mwanzoni akikuwa kijana mwenye maadili nzuri, kijana mtulivu, kijana mzuri. Ndio ukiangalia pia, yani peer pressure ni moja wapo ya vitu ambavyo kikiamua kukubadilisha hata mavazi yako yanabadilika. Yani hauwi yule mtu uliokuwa. Sasa ndio maana mtu akikuona anaangalia, mbona huyu hayuko vile nilikuwa mimi ninavyomjua. Ni kweli. Sasa unaona kijana kama yule, ukimuuliza ni kwa nini umebadilisha tabia zako, mienendo zako, jawabu ni kwamba huyu kijana anafanya kama wao, amebadilisha tabia yake kutoka kwa kijana mzuri na kuingia katika hii hali ambayo yuko nayo, tabia, ili awaridhishe wale marafiki zake. Wamchukue sasa, wewe ni mmoja wetu. Hawezi kuwa mmoja wao ikiwa naye anafanya tofauti na wao. Kweli. Kama wanatumia miadarati, lazima uwe mwenye kutumia. Ndio maana ile tunarudi ile kauli, show me your friends, I will tell you who you are. Nionyeshe marafiki zako na kueleza wewe nini, kwa sababu hawawezi kubali wao wafanye mengine na wewe ni rafiki yao chanda na pete, na wewe hauifanyi yale mambo anayofanya. Haiwezekani. Lazima watakuvuta, wakushawishi mpaka uingie kama wao. Kwa hivyo pia pressure au mshinikizo linamfanya nini mtu? Kwanza linamfanya anafanya mambo ambayo hata yeye mwenyewe hana habari nayo. Anavuta sigara, ukimuuliza faida yake ni kwa nini unavuta, hajui sababu ya kwa nini ameingia katika uvutaji sigara. Pili, kubadilisha tabia zake, menendo zake. Kwa sababu gani? Ili aweze kukubalika na wale marafiki ambao ameingia nao. Hawezi kubalika kwa sababu kuna tabia nzuri, anasifika na walimu, na wale hawasifiki na walimu kwa sababu tabia zao, wale wakamkubali. Lazima awe kama wao ndio afiti kuwa kuketi na wao. Unataka kuwa kama sisi, lazima uwe unatumia miadarati, unafanya hivi na hivi na hivi. So huyo kijana atabadilisha mienendo yake ili kuwafurahisha wale. Kwa hivyo hii pia pressure inakufanya ubadilishe tabia ambayo ulikuwa nayo nzuri, ukaingia katika tabia ambayo sio nzuri ili kuwafurahisha wale, hiyo kundi ambao umejiunga nayo. La tatu ni kwamba itakufanya uende kinyume na maadili yako na imani. Yani hii pia pressure itakulazimisha, itakufanya wewe uende kinyume na maadili yako na imani yako. Alasabili mithali, katika mfano unamkuta hususan hawa dada zetu alhamdulillah, nyumbani amejitanda yani katika heshima na vile muonekano wake, vile amejitanda, mashallah, tunasema mashallah. Lakini huyu mtoto alipomaliza shule akaingia labda tuseme university ama college, sasa pale tatizo inaingia. Nyumbani alikuwa na nini? Alikuwa na muonekano tofauti. Maadili yake, alikuwa kifuata imani yake, maadili yake. Imani yake inasema mtoto wa kike lazima ajitande, hajihifadhi vizuri, imani yake. Lakini ameingia shuleni, ameenda shuleni, amekutana na marafiki, ameona mandhari, environment ambayo yupo ndani, hijabu sio lazima. Na labda ukute labda ako na ile fikra kwamba mimi sasa nimeachiliwa, hakuna mtu yaniona, mamangu ako nyumbani hajui nafanya nini. Sasa inakuwa kama kuna ile hypocrisy kwamba mimi niko huku shule lakini nafanya mambo yangu kule nyumbani, nikirudi mimi ni hijabi. So mwisho wa siku mtu hajui kama anajifanyia yeye mwenyewe binafsi, anaona mimi namfanyia mzazi. Sasa unamwona, sasa wewe mtoto wa kike anaingia shuleni, anakutana na marafiki ambao hawana nidhamu. Kwao ataweza kuwa labda wale marafiki zake ni Waislamu, lakini mandhar wale marafiki wameshikana sio wa maadili mzuri. Kwa hivyo watamvuta huyu mtoto wa kike, alikuwa ni mwingi wa kujistiri, mwingi wa kuvaa hijabu na alikuwa na maadili, lakini sasa wataanza kumbadilisha. Sasa
ataenda kinyume na imani yake. Imani yake inasema mtoto wa kike lazima ujitande, ukiwa kwa watu ujitande vizuri, uwe unaonekana nini, heshima yako. Lakini kwa sababu hawa marafiki wamemvuta, wamempa ushawishi, sasa maadili yake na imani yake anaika kando, anasema kwa hivyo sasa wale marafiki wanamjengea hali kwamba ukivaa hijabu, ukijitanda, you are not civilized. Wewe ni sio.com. Yani wewe unaonekana mtu wa zamani. Unaona? Yani sasa wanakujengea hiyo mazingira, unaona kwamba mimi nikivaa hijabu naonekana nimepita wakati. Unaona? Sio.com. Unaona vitu kama hizo. Wanakuambia una sisi vile tunavyovaa. University ukitaka kupata umaarufu, yani ujulikane, lazima uvae kama hivi. Uvae maguo ambayo yanakuonyesha mwili wako nini. Bas, sasa pale na tumesema kijana au iwe ni kijana msichana au kijana au na msichana, katika hiyo umri wa ubaleghe wanataka kujitambua. Wanataka, tutakuja kusoma, wanataka connection, kujulikana, kutambulika na watu. Sasa wale wamemjengea mandhari kwamba ukivaa hijabu huwezi kutambulika kwa watu, hautafahamika. Kwa hivyo njia gani nzuri? Vaa hivi, vaa hivi. Leo enda katika university zetu utaona masikitiko makubwa. Watoto wa kike ambao wana maadili mema, majina mazuri, ni Waislamu, lakini vile mambo anavyovifanya, mavazi wanayovifaa, mpaka unajiuliza huyu ni Muislamu? Au hata wasiokuwa Waislamu wanauliza lakini Uislamu inakubali kitu kama hii? Pia wao wanashanga. Kwa sababu gani? Umejiingiza katika group ambayo sio nzuri. Tukimaliza na hiyo, tunakuja tunaongelea kuhusu ni kwa nini hii peer pressure ina nguvu. Why is peer pressure so powerful? Ni kwa nini hii peer pressure iko na nguvu zaidi? Inamfanya kijana ambaye ameleleka katika maadili nzuri, alikuwa na imani thabiti, imemfanya huyu kijana kama huyu amebadilika, amekuwa mtu tofauti. Ni kwa nini? Na hiyo ni kwa nini hii peer pressure sinikizo iko na nguvu zaidi? Kwa hivyo nukta ya kwanza ni kwamba ni kwa nini inaifanya inakuwa na nguvu? Nukta ya kwanza ni kwamba self discovery, identity. Huyu kijana hii umri amefikia, anataka kujifahamu, kujitambua yeye ni nani. Sawa? Nakupa mfano. Nadhani ni mfano hai kwetu sisi. Ulipokuwa mtoto mdogo, ulikuwa na maamuzi ya kuchagua nguo? Alikuwa sina. Ikiwa ni sherehe labda siku ya Idi, mzazi atakuchukua, mama atakuchukua, twende kakununulia nguo ya nini? Ya Idi. Ndio. Mtaenda sokoni, atakununulia nguo. Ima iwe ni size kubwa, utavaa upende, usipende. Hauna nini? Hauna uhuru wa kuchagua. Ndio. Viatu utanunuliwa, hautachagua viatu unayotaka. Utachagua kile umeletewa. Nguo ni kubwa, wallah utavaa hivyo hivyo. Unaona mtoto siku ya Idi amevaa nguo oversize, lakini unashangaa, lakini ndio hivyo utavaa. Hauna nini uhuru ya kusema la, hapana nini. Lakini swali nauliza, huyu mtoto akifika umri wa miaka 14 kuendelea, scenario wa tofauti. Kivipi? Ndio utamsikia mtoto na siku ya Idi, mama anamwambia haya, twende nikawanunulie nguo. Huyu kijana atamwambia ma, kwa nini ukanunulie nguo? Sio nipe tu pesa mimi nikajinunulie nguo, mimi najua fashion. Ameona fashion kwa kupitia marafiki zake. Kuna mtindo fulani umetokea, ili aweze kukubalika, lazima ili ajulikane pia yeye yupo, lazima avae huo mtindo. Labda mtindo wa nguo ya kuchakaa nini imepasuliwa nini, basi sasa hiyo ndio mtindo wa kisasa labda. Sasa namwambia mama, nipe mimi pesa nene nikajinunulie. Pia hiyo ndio umri utakuta kijana kelele ndo zinazidi kwa nyumba. Unasikia mama anagombanishana na kijana wake. Kijana iko na nguvu sasa, anatoa sauti. Pale mwanzo alikuwa hawezi, sasa anatoa sauti. Na pia huyu kijana utakuta kama iko na wadada wadogo, ndugu zake, pale utasikia anajaribu kuwachapa, kuwapiga. Unajua anajaribu nini? Katika psychology anajaribu kuonyesha
mimi ni mtu mzima na nafaa heshima katika hii nyumba. Kuna baba na pia mimi ni mtu nishakomaa, mimi ni mwanaume, kwa hivyo wewe dada yangu lazima uniheshimu. Unasikia fulani amenipiga, dada analalamikia wazazi wake kwamba fulani amenipiga. Anataka kuonyesha kwamba amekuwa na anaweza ana usemi katika ile nyumba. Hiyo ni ile stage ya kubaleghe. Sasa anataka nini? Identity. Ajulikane yeye ni nani. Umeona? Kwa hivyo hii identity, huyu kijana ametoka. Alafu kitu kimoja lazima uelewe. Unaona, mtoto akikua kwa nyumba huwa hajitambui. Mtoto kimweka kwa nyumba sana tu, mtoto umemweka kwa nyumba, mfano mtoto mdogo, yeye hatoki nje, hachezi na wenzake huko kwa nyumba, yule mtoto huwa hajitambui. Lakini mchukue huyu mtoto umweke na wenzake, utamwona mtoto yuarukaruka, yuacheza huku na huku, ashajitambua. Ile ushawishi ya marafiki zake, ashajitambua. Umeona? Haya, kwa hivyo unakuta kijana yeye ametoka, alikuwa mzuri, ameenda shuleni, ameenda university, lakini kwa sababu anataka kujifahamu, identity, ajue yeye ni nani, ndio sasa anajiingiza katika kundi ili pia naweze kujulikana. Nadhani pia ukienda katika shule unakuta kuna wale wanaitwa top dogs. Kuna wale hawashikiki, bullies. Yani hao ndo wanasema na hao ndo wanapendwa. Yani ukija katika masala yani watu wote kundi fulani, kila mmoja anatamani kuwa katika hiyo kundi. Umeona? Sasa huyu kijana ametoka shuleni, amemaliza shule, anaenda university, ameona group kama hii. Sasa anataka identity, kutambulika. Itamlazimisha aingie katika hii group ili apate nini? Kutambulika. Ajijue yeye ni nani. Umeona? Pili, needing connection. Kutaka umaarufu. Kwa nini peer pressure, hii shinikizo ina nguvu sana? Ni kwa sababu huyu kijana yuko katika umri ambayo anataka kupata umaarufu, kujulikana kwa wenzake. Unaona? Sasa huyu kijana ameenda shuleni, ametoka labda sekondari, sasa ameitwa chuo kikuu. Sasa amefika kule, hajui ni kundi gani, anaona kundi tofauti. Lakini kila kundi, kuna kundi moja la wahalifu notorious au kundi. Tena hao wanachagua naga, fulani njoo hapa, fulani njoo hapa. Wanaojulikana kweli shuleni yani. Wanaopapatikiwa, yani watu wakiwaona tu yani wanasema, kundi fulani, kundi fulani. Sasa yeye kwa sababu anataka kupata umaarufu na kujulikana, pia pressure itamsukuma, ushawishi wale hiyo kikundi afanye juu chini, aingie kama wao, akwe kama nao, ndio afanye nini? Apate nini? Umaarufu. Kwa sababu ni umri inamlazimisha hawezi kupata umaarufu. Anataka umaarufu, kujulikana. Atajulikana vipi? Kweli. Akiwa peke yake hawezi kujulikana. Lazima angalie group. Ndio maana wazazi wanasisitizwa, ni vyema ujue mtoto wako haiko na kundi gani, anajiingiza katika kundi gani. Ni muhimu sana mzazi ajue kabisa mtoto wangu anatembea na kundi gani. Je, ili kundi ni nzuri? Je, ni mbaya? Ni muhimu sana kwa sababu itamsaidia kijana kama yule. La tatu, developing independence. Na hapa ndo kizaza. Kutaka uhuru. Kabla hujaendelea, acha tukatie hapo ili tuchukue mapumziko, tukirudi tuendelea na hiyo pointi nyingine ambayo inafuatia inshallah. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye kaka yetu, ndugu yetu ambaye ni Ramadhan Shisia ndani ya studio zetu za Mahdi TV, tunazidi kunufaika naye na mambo mengi ambayo anazidi kuwasilishia wewe na kujuza mengi, hasa wewe kijana ambaye ndo unakuwa kijana ambao unaingia katika umri wako wa kubaleghe. Basi inapaswa ufahamu mambo mengi kuhusiana na peer pressure. Nisije kaa jamani, mzazi amekukuza vizuri alafu unaenda kumpata stress, na stress zenyewe zinatokana na peer pressure. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, tukiwa na kaka yetu
Ramadhan Shisia ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kukuelezea mengi wewe kama kijana, wewe kama mzazi nyumbani, kuhusiana na peer pressure. Peer pressure inaharibu vijana wengi sana huko nje. Nadhani tumeweza kuona haswa upande wa uvutaji wa bangi, upande wa vileo tofauti tofauti. Vijana wengi wamejitosa katika ulingo ambao pia inakuwa ni ngumu sana kuweza kutoka. Haswa kiafya inaathiri zaidi. Na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambao ameweza kutuandalia. Karibu tena. Shukrani sana. Naam, tulikuwa tunaendelea pointi ya 3. Naam. Sasa point tunaongelea ambazo nukata ambazo ni ya kwamba ni kwa nini tunajiuliza ni kwa nini hii mshinikizo au peer pressure iko na nguvu zaidi. Na tumeona baadhi ya sababu ambazo zinafanya hii mshinikizo ya marafiki kuwa na nguvu. Na tulikuwa tumefika katika nukta ya 3. Naam. Ambayo nukta ya 3 tumesema ni ile kutaka uhuru. Huyo kijana ima ni wa kike au wa kiume anataka uhuru. Ni umri ambao ni kwa sababu gani peer pressure imekuwa na nguvu? Ni kwa sababu huyo kijana amefika katika umri ambayo akubaleve, na hii umri ni umri ambayo inamlazimisha, inamfanya kutaka uhuru, awe na uhuru wake. Kwa mfano, unakuta mtoto yajibishana na wazazi wake, wanajibishana. Unasikia mtoto anasema hata sio lazima niketi katika hii nyumba, ndaenda niketi nje. Mwanzoni akiwa mdogo katika zile miaka hangeweza kuongea mambo kama hiyo. Ndio. Na ni kwa sababu gani huyu mtoto anataka kuwa na ile independence, uhuru? Kwa sababu huyu mtoto amefika katika umri ambayo hataki kukaliwa, hataki kupewa masharti. Pale mwanzoni na rules zake. Pale mwanzoni fulani osha vyombo, fulani fanya hivi, fulani fanya hivi, fulani fanya. Lakini amefika umri fulani, anajiona amekuwa, anajiona sasa yeye amekuwa sasa ni mwanaume au tukija kwa mtoto wa kike anajiona sasa yeye amekuwa. Kwa hivyo ana maamuzi yake na ana uhuru wake. Yeye anajiona yeye umri wake sasa sio mambo kupigiwa kelele, sio kulazimishwa afanye mambo au kuosha vyombo kufanya nini. Kwa hivyo anataka uhuru. Na kwa nini anataka uhuru? Anataka uhuru kwa sababu aweze kufanya, kwa sababu wale marafiki pia pressure ambao amewaona au waiko nao, wanampa shinikizo, vishawishi kwamba yale mambo anayofanya, kwa mfano kwenda party, kwenda kupati ama kufanya nini, hizi vitu za vijana, anaona kwamba nikiwa nyumbani siwezi kuvifanya. Kwa sababu nini? Nyumbani kuna restriction, kuna masharti. Lakini nikiwa peke yangu naweza toka, nikarudi. Ndio maana leo katika vyuo vikuu watoto wameharibika, yani kwa kiasi ambayo haiwezi kuongeleka. Kwa sababu gani? The freedom. Unajua university wamekwekea you are a grown up, kuna ile freedom. Ndio maana kuna vyuo vikuu unakuta sehemu ya kusomesha zile zinaitwa lecture hall iko hapa pembezoni, huku kando kuna club, kuna sehemu ya anasa ipo. Kwa hivyo kijana anajisikia leo nataka kusoma, sitaki kusoma, nenda kunywa kileo. Ile freedom. Ndio maana vijana wanapenda sana uhuru. Ndio maana akiwa nyumbani anaonyesha sura nyingine, mtu mzuri, lakini akiwa shuleni ukiambiwa huyu ni fulani hauwezi amini kama ni fulani. Kwa sababu gani? Hakuna ile freedom. Na ndio hiyo ile ujana hiyo umri yupo sasa, hii anataka hiyo freedom. Sasa kwa nini tunatia himizo kwamba kijana akiwa katika hiyo umri afanye juu chini kuangalia kikundi anayokuwa nayo? Ni kwa sababu kitamuathiri. Hii kundi ikiwa ni mbaya kitamuathiri, na ile uhuru alionayo kitamfanya atakuwa ni mwenye kutokomea katika mambo ambayo si mazuri, yanayoendana haiendani na maadili yake na imani yake, na pia ikamfanya akawa ni mwenye kujuta katika maishani.
Kwa hivyo lazima kijana kama huyu afundishwe, alelewe vizuri, aweze kujua kuchagua ni kundi gani ambalo la marafiki ambao itamuongoza vizuri. Kisha tunakuja tunaangalia, tushajua kwa nini hii peer pressure au mshinikizo iko na nguvu zaidi. Kwa sababu tumeangalia kwamba huyu kijana yuko katika stage fulani, katika umri fulani, ambao umri kwanza anataka kujijua, self discovery, identity, anataka kujifahamu yeye ni nani. Pili, anataka kujulikana, need connection, anataka kujulikana, kufahamika, kuwa maarufu. Tatu, anataka kuwa na ile uhuru, apate uhuru. Hii umri imkubali yeye awe chini ya wazazi. Anataka hana kazi lakini anaambia mzazi wake mimi nitatoka nende nikaishi nje. Hiyo nyumba atajilipia. Ndio maana akiulizwa hana, kwa sababu nini? Shinikizo ya marafiki. Ndio inamfanya hivyo, inampa hiyo shinikizo ya yeye kutaka kuwa na uhuru ili aweze kufanya mambo ambayo au marafiki zake wanaoyafanya. Kisha tunakuja tunaangalia aina za hizi shinikizo za marafiki, peer pressure, types of peer pressure. Kuna aina 4 za peer pressure. Aina ya kwanza ni peer pressure ambayo inaitwa direct peer pressure. Yani ni mshinikizo, ni ushawishi wa moja kwa moja. Direct peer pressure inamaanisha nini? Direct peer pressure inamaanisha ni kwamba, kwa mfano, wewe kijana yuko shuleni, amejiunga na kikundi au marafiki ambao ni wavutaji sigara au ni wabugiaji vileo. Sasa vile tumesema marafiki huwa wanavuta, wanaathiri. Sasa hawa vijana wanakuja directly, moja kwa moja, nakwambia fulani, vipi, poa, hebu jaribu kuvuta sigara, hebu jaribu kidogo tu, jaribu tu. Unaona, wanakueleza directly, jaribu kuvuta sigara au jaribu kunywa hii pombe au jaribu kuvuta hii bangi, alafu wanakupambia na sababu nzuri, anakuambia uone ukivuta hii, nakwambia unaweza soma mpaka mwenyewe, yani wewe mwenyewe unajisikia kwa dunia nyingine. Yani wanampambia na mambo ambayo yeye mwenyewe akiona kweli hiyo acha nijaribu. Sasa hii ni moja kwa moja, wamekufuata wakakwambia jaribu leo, kunywa hii leo kidogo tu, kesho kidogo, hivyo bana, kwa mazoea hivyo. Sasa hii ni direct, yani peer pressure direct, yani ni ushawishi moja kwa moja, wamekueleza jaribu tumia hii sigara, pole pole tu, unaona vile sisi ukikunywa unajisikia vizuri, ni vitu kama hizo. Ya pili ni indirect peer pressure, fiche, si ya moja kwa moja. Yani ya kwanza walikuja kwa kueleza, fanya hii, fanya hii. Hii ya pili sio moja kwa moja, ni indirect. Kivipi? Huyu kijana marafiki zake wamemchukua, ameenda kwenye party, birthday ama kuna party fulani. Unajua vijana nao. Sasa wamefika kule. Walipofika pale, wanakuta wale marafiki zake wanakutumia vileo na sigara juu. Sasa yeye yuko pale, yuangalia. Sasa niitishe soda hapa. Watanichukuliaje wa marafiki zangu? Watanionaje? Hawaja kueleza tumia nini? Kileo. Hawaja kueleza tumia sigara. Lakini kwa wewe mwenyewe umeangalia, hawa ni marafiki zangu. Na tutakuja tusome tuone kwamba hii peer pressure, vijana wanajiingiza katika peer pressure au mshinikizo ili wapate kwanza kukubalika na pia wasitengwe. Sasa anaona mimi nisipokuwa kama wao watanitenga. Na nataka umaarufu, nataka kujitambua. Sasa nikitengwa na hawa marafiki zangu ndakuaje? Unaona? Sasa watafanya nini? Yeye mwenyewe utasikia tu nilete kama hajui maskini ya Mungu, hajui niitwaje, hajawahi kuonja. Lakini nilete kama hii kuaridhisha wale marafiki wajamueleza kunywa. Wao walikuwa wanaendelea na starehe zao, yeye yuko pale, lakini yeye mwenyewe ndo amejiambia indirectly kwamba watanichukuliaje. Ya kwanza wao ndo waliokufuata kuambia vuta sigara ni nzuri, kunywa pombe ni nzuri, itakufanya hivi na hivi. Ya pili ni wewe mwenyewe kwa kuona tu au kuona
wacha nitumie niwe kama, nisionekane mimi ni odd one out, nisionekane mimi niko nje. Umeelewana? Ya pili ndio inaitwa positive peer pressure. Ni shinikizo au ni ushawishi ambao ni mzuri. Tulisema sio peer pressure yote ni mbaya. Kuna peer pressure ambayo ni shinikizo ambayo ni nzuri. Kwa mfano, unamkuta kijana ametoka shuleni, amemaliza shule ama anaingia shuleni. Sasa akapatana na marafiki. Na ni muhimu sana vijana, ukienda shuleni chagua marafiki ambao wana maono na watakusaidia katika kutimiza maono yako. Sasa umekutana na group marafiki ambao wanakuhimiza kusoma. Labda ulikuwa upendi hesabati, haupendi somo la hesabati, lakini marafiki zako wanapenda hesabati. Sasa watakuvuta, watakwambia mbona upendi hesabati? Njoo tukuonyeshe vitu unafanya hivi na hivi. Pole pole unaanza kufanya nini? Kupenda hesabati. Haupendi kusoma, kushika kitabu ukasoma, lakini hao marafiki ni wingi wa kusoma, wanaingia library, wanafanya utafiti, wanasoma. Sasa unaona, kwa sababu utaki kujiweka kando nao wasikutenge, utakuwa na wao uende nao library mkasome pamoja. Labda ni wazuri, wanaswali, wanafanya ibada, watakuvuta, utaingia katika ibada. Ndio maana unakuta kijana labda nyumbani alikuwa ngani si mzuri, si ana utovu wa nidhamu, ana maadili mema, watu walikuwa kimjua si mzuri, lakini alienda shuleni akakutana na grupu nzuri, grupu ambayo ina maadili mema, grupu ambayo ikawa inamshawishi katika mambo, inamvuta katika mambo nzuri ya kimaadili ya kumjenga. Huyu kijana akirudi, unasikia mzazi anasema mashaallah, ule ni fulani, amebadilika mashaallah, siku hizi anaswali, siku hizi. Kwa sababu gani? Amepatana na grupu au amejiunga na marafiki ambao ni wazuri, wenye kujenga, si wenye kubomoa, wenye kujenga. Alafu ya mwisho ni negative peer pressure. Ni peer pressure ambayo sio nzuri, ambayo tutaiongelea. Hii ambayo tunaiongelea sasa hivi ni negative peer pressure. Ni shinikizo ambayo sio nzuri. Na negative peer pressure ni gani? Ni ile negative ni ile peer pressure, shinikizo ya marafiki ambao hawakuambii kwa upole, si wewe mwenyewe umejieleza, lakini hapa ni shinikizo ya kwamba wanakulazimisha. Ushaona? Wanakulazimisha kivipi? Wanakueleza kwamba leo tunaenda kuiba, lazima tuende, upende usipende, lazima tuende kuiba. Na ndio hivyo, mtaenda kuiba, haujapenda, lakini wanakulazimisha ili uende ukaibe. Kwa hivyo hii ni negative peer pressure ambayo tutakuja tuisome inshallah. Mashallah. Naona tukimalizia uweze kuwashauri kidogo kabla tumalizie, ili naamini tutakuta tena, naona ni topic ndefu sana. Kweli kabisa. Ndefu sana. Na ni kwamba umeongelea kitu kizuri sana, umegusia aina za peer pressure, na ni wengi ambao labda huenda walikuwa hawawezi kuzijua ama kuzifahamu. Kweli. Lakini alhamdulillah ala kulli hali, ni vizuri sana kuwa na wewe ndani ya studio zetu, na uwepo wako hapa una faida nyingi sana. Naamini yule kijana pale nje anaitazamia, anajua hapa nina mwalimu ambaye maana tukiangalia katika channel zetu za channel yetu ya Mahdi TV kule ni YouTube, inasaidia sana watu wengi. Kweli. Na watu wengi wamesema like kulingana na topic ambazo ulikuwa umeongea ile kama academics, walifurahia sana mpaka wakasema mregesheni tena aweze kutuelimisha na mengi. Mashallah. Shukran sana Ramadhan, shukran. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Ramadhan umeweza kufahamu aina za peer pressure. Umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Umejua zinahusiana na nini? Umejua ni kwa nini kijana anataka kuingia katika ile peer pressure. Na ala kuli hali ni mtu ambaye ameweza kukujuza wewe, ni mwalimu ambaye anajua mambo gani ambayo labda mwanafunzi anapitia, mambo gani ambayo mtoto anapitia akiwa majumbani. Na inshallah naamini tutaweza kuwa naye katika sessions tofauti ili tuweze kuangazia hili swala zima la peer pressure na kuweza kulijua zaidi na zaidi. Na inshallah kufikia hapo sina mengi ya kusema mpenzi mtazamaji wetu, isipokuwa ni kukwambia maasala.